Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein, lakini wakati huu tunamtazama Ibrahim Traore, moja kati ya vijana maarufu katika bara la Afrika na rais kijana katika bara hili ambaye anakubalika na vijana wengi katika bara hili la Afrika. Lakini kumekuwa na swali, ni kwa nini Kapteni Ibrahim Traore ni maarufu miongoni mwa vijana wa Afrika? Maelfu ya watu walikusanyika katika uwanja wa Mapinduzi mjini Ouagadougou siku ya Jumatano ya tarehe 30 Aprili kumuunga mkono rais wa mpito Kapteni Ibrahim Traore. Maandamano haya yalifanyika baada ya kamanda wa AFRICOM wa Marekani Jenerali Michael Langley kusema mbele ya kamati ya kijeshi ya Senate ya Marekani mapema mwezi Aprili kwamba utawala wa kijeshi unaotawala Burkina Faso unatumia rasilimali za nchi hiyo, hasa akiba ya dhahabu, kwa ajili ya kujilinda kwao wao wenyewe badala ya kuwalinda raia. Kauli hiyo ya Jenerali Langley ilisababisha hasira na mshtuko miongoni mwa watu wa Burkina Faso na nchi nyingine za Afrika ya Kati na Magharibi na hata nje ya ukanda huo. Serikali ya Burkina Faso ililaani kauli hiyo iliyotolewa na kiongozi huyo wa kijeshi wa Marekani, ikisema inalenga kuharibu taswira ya taifa hilo. Mamia ya ujumbe wa machapisho ya kumuunga mkono Kapteni Ibrahim Traore yalijaa katika mitandao ya kijamii katika kipindi cha hivi karibuni, na kupitia jukwaa la X, zamani Twitter, wasanii, wanaharakati, viongozi vijana wa Kiafrika na hata wa Marekani weusi walionyesha hasira zao kutokana na kauli iliyotolewa na Jenerali Langley wa Marekani. Uungaji mkono huu mkubwa wa kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore unakuja wakati wa mvutano unaozidi kuongezeka kati ya nchi hiyo na mataifa ya Magharibi. Shutuma za ufisadi zilizotolewa na Jenerali Langley dhidi ya rais wa mpito Kapteni Ibrahim Traore wa Burkina Faso, badala ya kudhoofisha utawala wa kijeshi wa Burkina Faso, zimezidi kuimarisha hadhi yake na mvuto wa kiongozi huyo wa kijeshi ambaye umaarufu wake unavuka mipaka ya kimataifa. Kwa miaka kadhaa, Burkina Faso imekumbwa na mashambulizi ya wapiganaji wa kijihad yaliyosababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwafikisha zaidi ya watu milioni 2 kuwa wakimbizi wa ndani. Alipochukua madaraka mnamo Septemba mwaka 2022, Kapteni Ibrahim Traore aliahidi mapambano dhidi ya ugaidi yatakuwa kipaumbele chake kikuu. Alianzisha kampeni kubwa ya ajira za kujitolea katika shughuli za kiulinzi za taifa VDP, akaongeza operesheni za kijeshi na kuimarisha uwezo wa vikosi vya ulinzi. Mtazamo wake wa kishujaa dhidi ya makundi yenye silaha ulimletea uungwaji mkono mkubwa kutoka makundi mbalimbali na makubwa ya wananchi. Hata hivyo, umaarufu wa Traore unazidi kuongezeka miongoni mwa utawala wa kijeshi na raia. Amefanya mageuzi makubwa ya kimsingi yanayovutia sehemu kubwa ya jamii. Hata hivyo, amekuwa ni sauti ya uhuru na uwazi. Traore ameimarisha msimamo wa kupinga ubeberu, ambapo alikosoa vikali uingiliaji kati wa madola ya Magharibi, hasa Ufaransa. Uamuzi wake wa kujielekeza kwa washirika wapya kama vile Urusi na Iran na kujitolea kwenye baadhi ya miungano ya ushirikiano wa kikanda kama vile G5 Sahel na ECOWAS umeonekana kama njia ya kudhihirisha mamlaka kamili ya taifa. Mabadiliko haya ya kiusawa ya kidunia yamependeza sana vijana wanaotafuta uhuru wa kisiasa na kiuchumi. Umaarufu wa Rais Ibrahim Traore miongoni mwa vijana unachangiwa zaidi na misimamo yake ya kupinga ubeberu na hotuba zake za kutetea mamlaka ya taifa. Kwa mujibu wa mwandishi wa habari wa Saidik Abo, mtafiti na mshiriki wa rais wa kituo cha kimataifa cha tafakari na tafiti kuhusu Sahel CIRES, anasema kwanza kabisa ni msimamo wake wa kupinga ubeberu. Jinsi anavyopinga mataifa ya kigeni na kuingilia mambo ya nchi yake inaendana kabisa na matarajio ya vijana wengi wa Kiafrika waliokata tamaa na mfumo wa zamani, ambapo mataifa ya Afrika yalikuwa yakipokea maagizo kutoka kwa wakoloni wa zamani au kutoka kwa mfumo wa kimataifa. Huu ni msimamo wa kizalendo wa kupinga ubeberu unamfanya Bwana Ibrahim Traore, kapteni wa jeshi, kuwa maarufu sana kwa vijana, anasema Aba. Katika hotuba zake nyingi huwa anasisitiza dhamira yake ya kurejesha mamlaka na fahari kwa watu wa Burkina Faso na Afrika. Alifanya hivyo tarehe 1 Aprili mwaka 2025 wakati wa hafla ya kitaifa kwamba hakutakuwa na huruma wala msamaha kwa watu wanaotaka kuzuia maendeleo ya taifa letu.
Misimamo kama hii imewagusa vijana wengi ambao sasa wanajitambulisha na kauli hii ya kupinga mataifa magharibi, kama anavyoeleza Sadiq Aba, mwandishi wa habari kutoka Nigeria, na pia alisema kwamba pia ni kuhusu namna anavyoongea, anavyotoa matamko yake wazi wazi bila kuzingatia sana tahadhari za kidiplomasia, akiwashambulia Ufaransa na vyombo vyao vya habari. Anavishutumu kuwa karibu na nchi za magharibi. Yeye ni kijana na yupo tayari kupigania vijana pamoja na watu wa Burkina Faso na hata Afrika. Lakini Daniel Eizenga, mtafiti kutoka kituo cha mafunzo ya kimkakati cha Afrika kilichoko Washington DC nchini Marekani, anasisitiza kuwa umaarufu wa Ibrahim Traore kwa wananchi wa kawaida unapaswa kuangaliwa kwa makini katika muktadha wa kurudisha nyuma demokrasia na ukosefu wa uhuru wa kujieleza. Anasema baada ya kufanya mapinduzi mwaka 2022, Kapteni Ibrahim Traore alitumia hotuba za kupinga ubeberu kuchochea uungwaji mkono wa kisiasa. Hatua hii inaonekana kuwa maarufu miongoni mwa kizazi kipya kilicho na ufuasi mkubwa katika mitandao ya kijamii, lakini umaarufu wa Traore kwa wananchi wa kawaida una kasoro. Traore anahusishwa na ongezeko la ukandamizaji dhidi ya wakosoaji wake. Akiwa kiongozi wa jeshi lililochukua mamlaka, amekandamiza vikali sauti huru. Lakini haya yote ni yale ambayo yanazungumzwa na watu wa ndani wa taifa lake, kwamba hawa watu ni wale ambao ni vibaraka wa serikali ya Ufaransa na makoloni ya zamani. Lakini je, Kapteni Ibrahim Traore ni Sankara mpya? Hili ni moja kati ya swali ambalo shirika la habari la BBC limehoji. Kapteni Ibrahim Traore amekuwa ishara ya upinzani dhidi ya ushawishi wa mataifa ya magharibi, hasa Ufaransa, na jambo hili limepokelewa vyema na idadi kubwa ya vijana. Msimamo wake wa kimapinduzi na kujidhatiti katika Umoja wa Afrika unavutia wengi na watu wa Burkina Faso, hasa vijana. Kuna kipengele cha tatu kwamba ukweli kwamba ujana wa Ibrahim Traore, ujasiri wake wa kusema mambo wazi na msimamo wake dhidi ya ubeberu vinafanana sana na rais mwingine wa Burkina Faso aliyefahamika kama Captain Thomas Sankara, ambaye umaarufu wake karibu miaka 40 baada ya kifo chake hauwezi kutiliwa mashaka. Moja kati ya waandishi wa habari wanaeleza utawala wa kijeshi ulio madarakani nchini Burkina Faso umeendelea kufanya kwa vitendo ili kuimarisha sura yake kwa umma. Uamuzi wa Captain Ibrahim Traore kuachana na mshahara wake wa rais na kuchukua mapato ya kawaida kama kiongozi wa jeshi pia umemletea umaarufu. Hata hivyo, ni kweli kwamba wote waliochukua madaraka wakiwa na umri wa miaka 34, lakini kufanana kwao kunafikia kikomo kwa vyeo vyao na umri wao. Sankara alipata madaraka miaka 1980 katika kipindi cha mwisho cha vita baridi na migawanyiko ya kiitikadi ndani ya jeshi, lakini maafisa waliomuunga mkono waliongoza mapinduzi mwaka 1983. Sankara alionekana kama mwanamapinduzi wa kijamaa, lakini alijaribu kutekeleza mageuzi ya kisiasa na kuongeza ushiriki wa kisiasa na kuwawezesha wanawake kupambana na ukataji miti hovyo na kupunguza pengo la kijamii. Traore kwa upande mwingine anatawala katika mazingira hatari sana ambapo uwezekano wa kupinduliwa ni mkubwa. Mapinduzi yake kwa Damiba yanaonyesha kuwa jeshi lina makundi tofauti. Maafisa wengi wa kijeshi hawakuhusika moja kwa moja katika mapinduzi hayo. Ni moja kati ya nukuu ambazo zimeelezwa na wachambuzi wa mambo. Hata hivyo, juu ya kujitenga na mataifa magharibi na kuhuisha msimamo wa kijiografia, na pia inaweza ikawa ni changamoto kwa Ibrahim Traore. Kapteni Traore mara kwa mara ameeleza wasiwasi wake kuhusu juhudi za kimataifa za kigeni kuingilia mambo ya ndani ya Burkina Faso. Hasa amezishutumu baadhi ya nchi zenye nguvu, hasa za kibeberu, kwa kutaka kunufaika na utajiri wa nchi hiyo kwa kutumia ugaidi kama chombo cha kuleta machafuko. Anasema, sisi ni waathirika wa utajiri wetu, utajiri ambao mabeberu wanataka kuchukua kwa gharama yoyote ili kutuweka katika utumwa. Nchi za ESA zimejikita katika mchakato wa kurejesha mamlaka ya ukamili, alisema katika mkutano wa kilele wa nchi za ESA mwezi Julai mwaka 2024. Na katika muktadha huu, Burkina Faso imeimarisha mahusiano na washirika wake wasiokuwa wa magharibi kama Urusi, huku ikijiondoa kutoka kwa baadhi ya washirika wa jadi.
Alianza kwa kugeuka dhidi ya Ufaransa, koloni la zamani, ambapo aliwaambia wanajeshi wa Ufaransa waliokuwa nchini humo kuondoka mwanzoni mwa mwaka 2023 na pia kuamuru wanadiplomasia waondoke pia. Mwelekeo huu mpya wa kijiografia unakisi shauku ya kutanua ushirikiano wa kimataifa na kuimarisha mamlaka ya kimataifa. Mchambuzi Daniel Elizenga anasema kuna upande wa hasara kwa mkakati huu wa kidiplomasia na kwa upande wa serikali ya mpito ya kijeshi ambayo inazidi kukabiliwa na shinikizo kubwa. Lakini wachambuzi wengine wanadai kwamba kitendo cha Ibrahim Traore kuchagua kambi maalum ya kushirikiana nayo, hasa kwa upande wa nchi za nje, hasa nchi ya Urusi pamoja na Iran na baadhi ya mataifa katika BRICS, na pia kutampa nguvu ya kuweza kupambana, kwani atapata nguvu kubwa ya kuona anayatenga mataifa ya kimagharibi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndiyo yanayomfanya Ibrahim Traore kuwa mtu maarufu Afrika, moja kati ya vijana wa jeshi la Burkina Faso ambaye amefanya mapinduzi na kuwa rais akiwa na umri mdogo, na ndicho ambacho kimekuwa kikimfanya watu wengi wampende kuwa kiongozi katika bara hili la Afrika, hasa katika taifa lake la Burkina Faso. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.